Bosi amesema na malengo makubwa. Imewekwa picha ya Ahmed Abdallah akiwa na boss Mo Dewji, alafu chini kuna caption ambayo amechukua kaiposti. Kwamba boss ana malengo makubwa. Ni kweli Mohamed Dewji ana malengo makubwa ndani ya klabu ya soka ya Simba kwa kile ambacho amekifanya, kule anakoelekea na klabu ilipo na kile ambacho anakitaka. Ijapokuwa Alex Ngereza yeye amesema kwa upande wake anatamani kuona mashabiki wa Simba wao washinikize, sio waondoke Murtaza Mangungu, bali Mohamed tajiri. Wakati bosi ana malengo makubwa na club. Jibu lake ambalo ni sahihi kabisa hapo, ambalo nalitoa mimi kuja kwako wewe. Naam. Ambalo pengine watazamaji wanaotazama Limbani sasa hivi na hasa mashabiki wa Simba wanaweza pia kuuliza hilo swali. Kweli Mo Dewji ni tajiri ambaye malengo yake na Simba ni makubwa mno kuliko ambavyo hata hiyo kauli unavyoweza kaisoma au kuielewa. Nikukumbushe katika miaka 4 ya Simba Sports Club kutesa domestically, principles ilikuwa ni nyepesi kabisa. Ni principle ambayo naweza nikaibatiza jina gani? BFPP, Brain, Fearless, Purpose and Plan. Ndio Simba ambayo ilitengenezwa katika principle hizo. Wana watu ambao wana akili ya kisoka iliyonyooka ya kuzichimba na kuzichakata na kuziendeleza ideas za kuiendesha taasisi kubwa soka kama Simba. Fearless, watu ambao walikuwa hawana uoga wowote wa kuchukua riski hasa katika masuala ya kiusajili, kwa maana ya kutumia fedha kupata wachezaji bora. Purpose, lengo la kuiendesha klabu ya Simba na kusimamia maendeleo ya klabu ya Simba kiuchezaji ndani na kimataifa. Lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa ni kukuza wachezaji vijana, ama lilikuwa ni kutesa domestically ama kimataifa kwa maana ya duniani kwa ujumla. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo Simba katika hiyo swala la malengo waliegemea katika upande wa kufanya vizuri nyumbani kwa maana Tanzania na Afrika. Lakini pia ya mwisho ambayo ni plan, mipango ambayo ilikuwa inawekwa ilikuwa inaendana kabisa na mawazo aliyokuwa nayo Mohamed Dewji, na ndio tukaiona ile Simba ambayo ilikuwa inafanya vizuri. Kwa maana gani basi? Simba ambayo hii inataseka katika kipindi ambacho Dar es Salaam Young Africans wanafanya vizuri imesahau hizo principles, na ndio maana kuna wakati Mo Dewji anaweza kuonekana kama Mswahili, lakini watu ambao wapo chini yake wakizifuata vizuri hiyo miongozo ambayo nimeitaja hapo, kutumia akili ambayo imenyoka katika mchezo wa soka. Klabu zote duniani kubwa ambazo zinafanya vizuri, kwa mfano tu klabu za Afrika ambazo zinafanya vizuri, zina watu ambao akili zao hazijakaa katika kujinufaisha wao wenyewe, bali ni kutimiza mahitaji ya wapenzi na mashabiki wa hizo klabu ambao wanachangia pia kuiendesha klabu katika masuala ya kimapato. Ndio katika mapato ya klabu hata mashabiki nao wana nguvu yao. Ukiwa na watu ambao wana akili ya kuyapokea hayo mapenzi ya hao mashabiki vizuri na kuwapatia kitu bora uwanjani, hasa katika swala la mafanikio, manake una mtu makini sana katika kitengo chako. Lakini pia kutokuwa na watu ambao wana uoga wa kuchimba details za namna ya kumpata mchezaji ambaye ni bora, hata kama uchumi hauruhusu. Kuna negotiations ambazo zinafanyika zinaweza zikaruhusu ule mchezaji akatoka pale na kuja katika timu yako, na kupunguza hii kasi ya kuchukua wachezaji ambao ni average, ambao wanaifanya timu kama Simba kuonekana kwamba ni kama ambao inafanya masiara sana katika soka la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Lakini pia kwenye swala la kuwa na malengo, lakini pia kuweka hiyo mipango. Kwa hiyo hawa watu wakipatikana katika hizi kipindi ambacho Mo Dewji anajaribu kukusanya baadhi ya watu wazito katika klabu ya Simba na kufanya evaluation na namna ambavyo vitakavyokuwa msimu ujao, warudishe hizo principles na watu wakumbushwe kwamba wana jukumu kubwa sana la kutengeneza timu ya Simba ambayo ni bora, lakini itakayokuwa na balance ya kutosha uwanjani. Yaani ukishakuwa na watu ambao wana ubora wa haya maeneo manne, manake hata timu itakayotengeneza itakuwa na balance ya kutosha. Nikukumbushe tu FC Barcelona ya 2008 hadi 2015, ile timu ilikuwa ina watu kwenye safu ya uongozi ambao walikuwa wako tayari kupambana kwa namna yote ile ambayo ilikuwa inapaswa kuwa, kuanzia katika mamlaka za juu za soka nchini Hispania, mamlaka za juu za soka barani Ulaya, mamlaka za juu za soka duniani,
lakini walitengeneza timu ambayo ilitumia kutumia hizo principles zao, hizo principles ambazo zimezitaja, wakatengeneza timu ambayo ilikuwa na balance ya kutosha uwanjani. Yani timu ambayo ilikuwa na Lionel Messi, sio kwamba wachezaji wengine wote walikuwa sio favorite uwanjani. Itazame Simba sasa hivi. Yani timu ya Simba ukimuondoa Elimpanzu kwenye kile kikosi, wachezaji wengine wote hawaeleweki. Timu ya Simba ilikuwa ukimuondoa Fabrice Ngoma, wachezaji wengine wote hawaeleweki. Sasa kama mnakosea tu kwenye kutafuta hao wachezaji ambao wana ubora katika kila eneo la uwanja na timu ikae imebalance vizuri, maana yake katika uongozi hakuna watu makini. Kwa maana watu wanaomsaidia bosi hawana huo makini unaotakiwa.